Napenda kualika sasa katika kipindi hiki kizuri cha kuweza kuangalia mahusiano, kaya na familia zetu. Nawakaribisha sana na muweze kujisikia vizuri. Tuombe. Mungu mtakatifu, uliyeanzisha ndoa na muasisi wa kila kitu, nashukuru sana kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji ambaye ametenga muda wake kuwa pamoja nasi. Tunaomba kupitia anga hewa na network iweze kuwa sawa ili mtumishi wako aweze kupata kitu katika vipindi vyetu vinavyoendelea. Bila wewe hatuwezi chochote. Hivyo Mungu, tunakuomba uwe pamoja nasi tangu mwanzo hadi mwisho, kwa jina la Yesu. Amen. Basi ninapenda kuwakaribisha nyote katika kuangalia vitu vya msingi sana. Naamini wale ambao mnatufuatilia kutokea mbali mtakuwa na wakati mzuri wa kuangalia kile ambacho tunajifunza hapa. Vitu vyote ni sawa panapo pendo, kila sauti tamu panapo pendo, pana amani pale na furaha nyumbani, siku zote salama panapo pendo, panapo upendo, siku zote salama panapo pendo, furaha inyumbani panapo pendo, hapana machukizo panapo pendo, chakulani kitamu mashamba hutawi, maisha ni kamili panapo pendo, panapo upendo, siku zote salama panapo pendo. Haleluya! Pakiwa na pendo tunaluka kama tai. Leo natamani tuanze mada yetu kwa kujifunza somo linalosema mpango wa Mungu katika ndoa. Kila kitu kina mpango. Mungu wetu aliye muasisi wa mipango aliweza kuweka mpango katika ndoa. Mpango aliokuwa nao Mungu ni kwamba kuwe na ndoa kati ya mwanaume na mwanamke. Lakini shetani ameingilia ndoa zetu. Leo kuna ndoa za wanaume kwa wanaume. Hata nikashangaa siku moja naangalia kwenye television inasema now you become Man United. Man United ni timu ya mpira wa miguu na wengine wanaifahamu. Haiwezekani mwanaume kwa mwanaume wakaungana. Kwa hiyo ilikuwa sio mpango wa Mungu, lakini kwa sababu shetani aliona ndiyo njia pekee ya kumuumiza Mungu, akaweza kuharibu mpango wa ndoa. Na kwa sababu hiyo
Niruhusu nikusimulie kisa hiki kifupi cha mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Selva Kumar. Yeye huyu alikuwa ni Muhindi. Alikuwa na miaka 33 na akaenda kufunga ndoa na mwanamke wa miaka 4. Selva Kumar alikuwa na miaka 33 na ndoa hii ilifanyika katika temple kubwa katika sehemu inayoitwa Nadu, Hindu temple in Tamil Nadu. Ndoa hii ilihudhuriwa na takribani watu 200 hivi 30. Ilikuwa na shamla. Bibi harusi nimesema alikuwa na miaka mingapi? 4 tu. Na alitoroka kwenye harusi. Baadaye wakamtafuta na wakamtuliza kwa andazi pamoja na maziwa. Na unaweza kaniuliza, pastor, huyu mwanamke ni nani? Mwanamke huyu ni mbwa koko. Mbwa, a dog. Kwa nini? Kwa sababu Selva Kumar miaka 15 iliyopita alikuwa anapiga sana mbwa. Siku moja alipiga, nilikuwa nasoma leo story yake, alipiga akaua mbwa 2 akawaning'iniza kwenye mti. Baada ya hapo alipata mkosi, akaugua kwa muda mrefu, kulala kitandani. Na hivyo mtabili au wachawi wakamtabilia kwamba ni lazima aoe mbwa ili mkosi uondoke. Mnaona jinsi ndoa zetu zinavyoingia katika shida. Lakini sio mpango wa Mungu. Sio mpango wa Mungu. Mwingine Afrika Kusini alioa nguruwe. Alioa nguruwe. Anasema sasa hivi mke wangu nguruwe hanisumbui, hana mdomo, hana kelele, hanisumbui, aniulizi umetoka wapi, mbona umechelewa. Nguruwe wangu yuko vizuri, tena mweupe. Dunia yetu imeenda pabaya sana. Mwandishi mmoja aliyekuwa anaitwa Ellen White ameandika vitabu vingi. Katika kitabu kinachoitwa Adventist Home anasema maneno yafuatayo: kupitia magumu na kukatishwa tamaa kunakojitokeza, asiwepo mume au mke ambaye atakata tamaa na hatimaye kujitoa katika muunganiko huo mtakatifu. Hilo linawezekana kwa kila mmoja wetu. Endelezeni hisia zenu katika kila njia ya kutia moyo. Kila mmoja apigane katika vita hii ya maisha. Jifunze furaha na mwenzako kila wakati. Hebu kuwe na upendo wa kweli na wa dhati na hatimaye ndoa. Badala ya kuwa na upendo unaoisha, utakuwa kana kwamba ndio unaanza. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Adventist Home ukurasa wa 105 utakutana na habari hiyo. Hebu niwalete katika mpango wa Mungu katika kitabu cha Mwanzo 2 na ule mstari kuanzia 18 hadi 24, kwa sababu ndio muasisi wa ndoa, aliifungisha ndoa ya kwanza Mungu mwenyewe. Anasema, Bwana Mungu akasema, si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. 19. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa mwituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atakavyowaita. Kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. 20. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kufanana naye. Nataka niwaambie, ndoa haianzi kwa mzazi kukuambia kwamba sasa kidevu chako kimekomaa kama mizizi ya miwa, unapaswa uoe. Ndoa haianzi kwa kusema nafikiri sasa ngoja niangalie. No. Na niwaambie wazazi nao tufuatilia, usiwe na haraka ya kumwambia binti yako aolewe au kijana wako aoe. Biblia inasema
Mungu akasema si vema, si vizuri. Mimi nilivyokuwa enzi hizo naendelea nikiwa mwalimu serikalini, Mungu akaniangalia akasema, sasa si vema Sam awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Na ndio maana leo mimi na mke. Kwa hiyo lazima tujue hili mapema, kwamba ni vizuri tujue kwamba wazo la kuoa na wazo la kuolewa linatoka kwa Mungu, na kutia moyo wewe binti ambaye umekomaa, na kutia moyo wewe kijana ambaye unaonekana kama umezeeka, pengine bado Mungu hajasema si vema. Na kutia moyo, usikate tamaa, endelea kumwomba Mungu, endelea kumtumikia Mungu, na Mungu siku moja atakupatia kufanana naye. Kanisa tunasemaje? Amen. Sasa yako mambo tunataka tuyaangalie ya msingi katika fungu hili. Katika hii Mwanzo 2 kuanzia 18 tunaona mambo yafuatayo ambayo Mungu alikuwa anataka kumueleza Adamu. Jambo la kwanza, ajue kwamba wanyama wapo wawili wawili. La pili, Adamu ajue kwamba wanyama wana jinsia mbili. Jambo lingine, Adamu apate kujua ya kwamba yeye ni wa pekee, na kama ni wa pekee basi kunapaswa wanyama kwanza kuwepo na utambulisho. Bwana Yesu asifiwe. Siwasikii. Bwana Yesu asifiwe. Utambulisho ni wa muhimu. Kwa hiyo utambulisho, ndio maana majina kwanza yanaitwa. Adamu anapewa kazi ya kuita majina, atambue. Na baada ya hapo wageni waalikwa wakishatambulishwa vizuri, waketi watulie, kisha Adamu amachi. Haleluya. Yani lazima hivyo vitu viwepo, ni mpangilio. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kanisa hili la Waadventista wa Sabato linaonyesha mwanaume anatokea huku mbele, anatoka ana match akiwa ameshikwa mkono pengine na mama yake au nani yake, alafu mwanamke anatokea kule nyuma nje, na waza anapiga picha hii jinsi ambavyo Yesu amemshikilia Hawa, wanakuja wanakutana katikati. Sema amina. Kisha wanakunja kona, wote wanasogea mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ndio staili ninayoiwaza katika mpango wa Mungu. Sasa yako mambo matano ambayo nitayaangalia haraka haraka, kisha tutakuwa tunahitimisha kwa leo. Jambo la kwanza, msaidizi. Hebu niwasikie. Msaidizi katika neno la Kiebrania linaitwa Ezel. Ezel linapatikana kuonyesha kwamba mtu anayetoa msaada, help. Msaidizi. Huyu mwanamke ni msaidizi, ni partnership in God's design. Msaidizi. Na huyu msaidizi ni mtu anayechukua mzigo wa maisha pamoja na mumewe. Msaidizi. Ezel. Nimeliona ili fungu pia lipo katika kitabu cha Zaburi 70 mstari wa 5, kwamba Mungu anaonekana ni Ezel, lakini Ezel hii sio inferior. No. Msaidizi sio dhaifu. Msaidizi ni mtu anayesaidia, mwenye nguvu. Hebu chukulia mfano, unajenga nyumba na wewe ni fundi. Unahitaji msaidizi anayeweza kukoroga mchanga pamoja na simenti, kisha anamaliza anaweka maji, kisha anabeba tofali analeta pale, wewe unalipanga kama fundi, unasema leta nikatie nyingine nusu, unaleta unapanga. Msaidizi sio dhaifu.
msaidizi, ezel. Mungu ni ezel kwetu sisi, anatusaidia. Kwa hiyo anapozungumza hivyo, anasema ni mtu anayechukua mzigo wa maisha. Tunategemea wewe mwanamke uchukue mzigo wa maisha na mumeo. Lakini jambo la pili, mtu muhimu anayeleta kile kinachokosekana, analeta nguvu katika umoja. Kwa hiyo ni rafiki anayeleta nguvu. Lakini jambo lingine, ni rafiki anayeondoa upweke. Upweke. Anakupatia nguvu ya kuwa pamoja. Mnatembea pamoja, mnaongea pamoja, mnakula pamoja. Anaondoa upweke. Analeta hisia katika maisha. Analeta urafiki wa kiroho. Lakini pia hutimiza wito wa kuzaa na kuongezeka. Wito huo Mungu aliusema mwenyewe kwamba zaeni mkaongezeke. Mwanzo 1:28. Kwa hiyo ni jambo la msingi katika msaidizi. Jambo la pili ni wa kufanana naye. Msaidizi, lakini namba 2, wa kufanana naye. Sasa ukija kuangalia, wengi tunaangalia sura, wanafanana. Pua yake, mbona baba pua yake ni kama chura amechuchumaa? Mbona mama pua yake imechongoka kama ya mwindi? No. Haihusiani na image. Inahusiana na mate. To fit. Ni mtu anayeendana. Katika lugha ya Kiebrania linatumika neno kenegdo. Kenegdo ni kuonyesha ya kwamba ni suitable for him. Ni mtu ambaye anafaa. Ni mtu ambaye anaendana. Kwa hiyo ukiwa na hasira 90%, wewe mwanaume, unapata msaidizi wako wa hasira 85%, 87%, wa kufanana na wewe. Wengi waliouana ni wale ambao mmoja ana hasira, mwingine mpole. Kwa hiyo huyu mwenye hasira anaua mara moja tu huyu. Sababu hata akimwambia, wewe nimekwambiaje mbona uniwekee maji? Yeye mpole, ametulia tu. Unajeuri, piga kabisa risasi. Kwa hiyo unapewa mwenye kiburi mwenzio, unafanana naye. Unapewa mwenye kazi na yeye mwenzio, mnayefanana naye. Kwa hiyo pima nyie ambao mmekuwa katika mahusiano, huyo wa kufanana naye, mnaendana, wa kufanana naye. Kwa hiyo anaitwa ni appropriate au suitable. Sio identical. No. Hakuna neno identical wala neno image. Halipo. Neno la Kiingereza lilotumika ni meet, not image. Kwa hiyo kufanana nini? Wanafanana kitabia. Tabia. Lakini lingine, wanafanana kiroho. Unakuwa na mtu ambaye ni mcha Mungu mwenzako, mnaendana. Lingine, mnafanana kimawazo. Tujenge nyumba. Hata mimi nawaza tuanze kujenga kwanza kabla ya gari. Mnaendana, mnasaidiana, mnafanana, wa kufanana naye. Jambo lingine ni kuacha wazazi. Kuacha wazazi. Nini cha kuacha kwa wazazi? Jambo la kwanza, acha mila na desturi ambazo haziendani na neno la Mungu. Tunategemea fungu hili halimuhusu Adamu, kwa sababu Adamu hana wazazi wa kimwili. Fungu hili lilikuwa linatuhusu sisi wengine. Tumetoka katika majumba yetu, tuna mila na desturi zetu. Sasa unaambiwa mwanaume atamuacha baba yake
na mama yake ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo acha mila na desturi ambazo haziendani. La pili, acha tabia fulani ya wazazi ambayo haimtukuzi Mungu. Baba yako ni mlevi, alikuwa anapiga vitu, achana navyo, viache huko. Namba 3, cha kuacha, acha kuwa tegemezi kwa wazazi. Kila wakati, alo, nimepata 2 milioni hapa, nifanyeje? Unafikiri atakwambia jenga huko? Atakwambia njoo ujenge nyumbani, njoo ujenge kijijini. Hiyo italeta shida. Acha maamrisho kutoka kuwa tegemezi. Jambo lingine, acha kuishi maisha ya maamrisho ya wazazi. Kumbuka kwamba ninyi ni mwili mmoja. Jambo la 4, kuambatana. Kwa kila inavyowezekana, jitahidini watu ambao wameunganishwa na Mungu. Katika kitabu cha Mwanzo 2 mstari wa 18 hadi 24, tunaona kwamba wanapaswa wawe pamoja. Kwa hiyo kwa kila inavyowezekana, kula pamoja. Kwa kila inavyowezekana, ishi pamoja, sali pamoja, lea watoto pamoja. Hilo ni jambo la msingi. Lakini la mwisho ni kuwa mwili mmoja. Kuwa mwili mmoja ni kuwa pamoja kwa kadiri inavyowezekana. Kuwa pamoja, umoja wa kimwili, kushiriki pamoja, kulala pamoja, lakini pia muunganiko wa kimahusiano. Hili ni agano la urafiki wa wapenzi kutii, kuwa wamoja. Na la mwisho ni muunganiko wa kiroho. Mungu ndiye anayewaunganisha, ukisoma katika Mathayo 19 mstari wa 6. Kwa hiyo hayo ni mambo ya msingi ambayo tunayapata katika Mwanzo 2 mstari wa 18 hadi wa 24. Bwana Yesu asifiwe. Hata mbinguni juu. Amen. Tuimbe. Wakiona upendo nyumbani mwetu. Tusimame. Macho yanapendezwa na viumbe vya Mungu, naye Mungu huona panapo pendo, pana upendo, siku zote salama panapo pendo. Kesho ni siku nyingine ambayo tunakualika. Tutakuwa tukishughulika pia na vijana. Vijana tunawalika tuweze kuona tatizo ni nini. Mungu akubariki sana popote ulipo. Fumba macho yako tuombe. Baba Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya muda huu mfupi ambao tumetafakari mpango wako. Na kwa sababu shetani ni malaika aliyeasi, alichoanza nacho kukiharibu ni mpango wa furaha katika nyumba ya kwanza pale Edeni. Naomba utusaidie kwa wanandoa. Bwana, uturejeshe kwa hizi wiki 2 fafanuzi muhimu namna ya kuboresha ndoa zetu. Hata wale wazee wafurahie ndoa zao za uzeeni. Lakini vijana ikawe chachu ya kuanza maisha mazuri. Nimeomba na kuamini kwa jina la Yesu. Amen.